Kwa majina mimi naitwa Mwinja Maingu, ni mdau wa maendeleo Msoma Vijijini, lakini pia ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Sasa na mimi nimeamua kutia nia ya ubunge jimbo la Msoma Vijijini. Kama kijana nina fursa pia ya kushiriki katika maamuzi ya kisiasa. Kwa hiyo nimejipima kwa umri wangu, nimeona ninatosha kabisa kuingia katika kinyang'anyiro cha nafasi ya ubunge. Kama nilivyosema, mimi pia ni mdau mkubwa wa maendeleo Msoma Vijijini. Sasa sisi Msoma Vijijini tunabebwa na fursa mbalimbali, ikiwepo uvuvi, madini yani uchimbaji, lakini pia na shughuli za kilimo. Kwa hiyo hizi ndio zimenisukuma pia kuja kutia nia, nikiamini kwamba rasilimali tulizonazo tukizibadilisha, tukizitumia katika mwenendo ambao ni mzuri, tunaweza tukaleta tija kubwa kabisa ya maendeleo kwa wananchi wa Msoma Vijijini. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni namna gani mienendo inavyokwenda. Lakini pia shughuli ya uchimbaji wa madini, halmashauri inakusanya milioni 300. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba nitaishauri serikali na nitahakikisha kwamba wachimbaji wadogo wadogo wanapatiwa maeneo ambayo tayari yamepimwa na yamerasimishwa kwa ajili ya uchimbaji wa madini. Lakini pia niseme kwamba tuna changamoto ya barabara katika jimbo la Msoma Vijijini. Sisi miaka 60 mpaka leo hatuna barabara ya lami. Tukisikia barabara ya lami sisi kwetu ni muujiza. Kwa hiyo nimeona kwamba ipo haja ya kupata mgombea ambaye ana uchungu na maendeleo ya Msoma Vijijini, ambaye anakwenda kuishauri serikali kuhakikisha kwamba inakamilisha ujenzi wa barabara ya lami yenye jumla ya kilomita 51 kutoka kule Mkirira mpaka Busekera. Ni maneno tu, unapokuwa unahoji katika miaka mingine yote wanakupa ni propaganda na maneno tu. Sasa hatuwezi tukaendelea kwa namna hiyo. Mimi ninaamini kwamba ile barabara ina uwezo mkubwa kufungua fursa za kiuchumi, lakini pia tumekosa wawekezaji mbalimbali kutokana na changamoto ya barabara. Watu wanakuja wanaangalia miundombinu ni mibovu, madaraja mabovu, inaponyesha mvua mawasiliano yanakatika. Tunakosa wawekezaji wakubwa, lakini pia tunazikosa fursa mbalimbali kwa vijana wetu. Kwa hiyo mimi nimejisacrifice kwa ajili ya wananchi wa Msoma Vijijini. Ni dhahiri kwamba tunatambua vita hii ni ngumu, lakini mimi niwahakikishie wanamsoma kwamba na mimi pia niko ngangari, nimeamua kujisacrifice kwa ajili yao. Unaweza kuona kwamba ni mambo madogo madogo, lakini hizi ndio fursa za wananchi ambao tunawaongoza. Kiongozi unaweza kuona kwamba ni mambo ya mzaa, lakini wao kwao ni fursa. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunapata mbunge ambaye atakwenda kutuwakilisha vizuri Msoma Vijijini, mwenye uchungu na maendeleo ya Msoma Vijijini. Lakini pia jambo lingine, kama endapo nitaaminiwa na chama changu kuhakikisha kwamba napeperusha bendera, nitahakikisha kwamba ninaweka mshikamano, lakini pia umoja kwenye uongozi wetu wa halmashauri. Tumesikia huko maneno mbalimbali kwenye uongozi wetu wa halmashauri, unakuta fulani huyu ana mgogoro na fulani, mbunge mwenyewe anaingia anakuwa mgogoro na fulani. Kwa hiyo hatuwezi tukafanya maendeleo kama sisi wenyewe hatuna umoja. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi kwamba nimejizatiti na nimeona kwamba ninatosha kuyafanya haya yote. Na niseme tu kwamba sio kwamba mimi nimekuja kugombea kwamba aliyekuwepo hajafanya kazi, hapana. Kazi imeonekana, lakini mimi nimeamini kwamba kama vijana tuna nguvu, tukitumika tunatumika, tukitumwa tunatumika, na tunakwenda kwa kasi ya kukimbia. Kwa hiyo ninaamini kwamba katika bunge linalokuja, endapo vijana wengi watachaguliwa, basi Mheshimiwa Rais akiwatuma watakwenda wakiwa wanakimbia na maendeleo yatakwenda kwa kasi ya ajabu. Na niseme tu kwamba siamini kwamba endapo wananchi wakitoa wawakilishi wa nafasi za ubunge kutoka vyama mbalimbali vya upinzani, maendeleo yatapatikana. Kwa hiyo pia nitumie nafasi hii kuwaomba kwamba kila jimbo hakikisha kwamba wanachagua wawakilishi ambao wanatoka ndani ya Chama cha Mapinduzi ili kuweza kuharakisha kasi ya maendeleo katika majimbo yao. Nimejipanga. Kwa kweli nimejipanga, kama nilivyosema pia mimi ni mdau mkubwa wa maendeleo Msoma Vijijini. Nimefanya pia kampeni mbalimbali zikiwemo za kumuunga Mheshimiwa Rais mkono. Nakumbuka miezi hapo nyuma niliweza kufanya ile kampeni ya matumizi ya nishati safi. Lakini pia kwenye michezo mimi ndio mdau mkubwa, kwa hiyo wananchi wananifahamu na wana hamasa kubwa pia ya kutaka kuona mimi nikienda kuwawakilisha jimboni. Propaganda zipo wanasema, lakini pia niseme tu kwamba nimejipanga na mimi sio mnyonge kiasi hicho. Kwa hiyo niseme tu kwamba na niwaambie wananchi kwamba na mimi nikiingia katika ushindani wa ile tatu bora kumtafuta nani atapeperusha bendera, niseme tu kwamba nitakabia kwa juu sana. Wananchi wana hamasa kubwa ya kuona mimi pia nikipeperusha bendera ya nafasi ya ubunge Msoma Vijijini, kwa sababu pia wameona kwa kile nilichokifanya, wamenipima na wao wenyewe wanasema kabisa kwamba ninatosha kuchukua nafasi ya ubunge kwa namna nilivyojitolea katika kipindi cha hapo nyuma. Jimbo lilikuwa lina mbunge, lakini pia nilijitoa kwa nafasi yangu kama mdau wa maendeleo kuyafanya mambo makubwa, lengo ikiwa ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo naamini pia nimefanya na yameonekana. Na mimi niseme tu kwamba nimekuja kugombea sio kama anakwenda labda nina nafasi ya kwenda kulipa kisasi kwa mtu kama wanavyosema watu mbalimbali, hapana. Sina kinyongo na mtu yoyote. Mimi nimeamua kuja kuwatumikia wananchi kwa moyo mmoja. Yaliyofanyika yamefanyika, na mimi niseme tu kwamba nimewasamehe wote waliohusika. Sina kinyongo na mtu yeyote.
Sijaja kwa ajili ya kuja kulipa kisasi au kinyongo na mtu au kumharibia mtu yeyote, hapana. Nimekuja kufanya kwa nafasi yangu kama kijana. Nimejipima, nimeona kwamba nikiaminiwa, nikitumwa, nitakwenda kwa kasi ya kukimbia. Binafsi natamani sana kuona tukifanya siasa ambazo ni za amani, siasa huru, lakini pia siasa za haki. Tuache figisu mbalimbali. Figisu nyingi za hapa na pale, yani mitikisiko ya hapa na pale. Niseme tu kwamba tuwaachie wananchi. Sisi twende tuombe, tuachie wananchi waamue kwamba ni nani wanataka waende na tuache nani maigizo mengi. Nimeona hapa kati sana na hii niseme kwa wale ambao walikuwepo kwenye majimbo, yani wabunge waliokuwepo kwenye muda wao. Mtu inafika dakika za mwisho kabisa anakuja anafanya sherehe kama sija anachinja ng'ombe, anawalisha wananchi, sija anatoa michele shilingi 2000. Tuachane na hayo mambo. Ninatamani sana kuona wananchi wakichagua viongozi bila fedha. Wakichagua viongozi bila rushwa. Na niwaambie tu wananchi kwamba katika uchaguzi huu ukiona mgombea yoyote anakuja na fedha, hela yake kula, lakini kwenye box la kula chagua maendeleo.